Ndugu waalikwa, mji mkongwe wa Zanzibar ni urithi muhimu wa kihistoria, kiutamaduni na kiuchumi, pamoja na kuwa kivutio kikubwa cha utalii duniani kote. Uanzishwaji wa hoteli za kisasa zinazoheshimu historia, mazingira na ubora wa huduma kama hoteli ya Fort View huchangia kuongezeka kwa watalii, mapato ya serikali na wananchi, kuimarika kwa uchumi wa mji mkongwe na kutoa ajira kwa vijana na wanawake, hasa katika sekta ya ukarimu na biashara ndogo ndogo. Kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na wapongeza wawekezaji wa mahoteli yote, hususan hii ya Fort View kuwa mfano bora wa uwekezaji unaoheshimu mazingira ya kihistoria, huku akitoa huduma za kisasa zinazokidhi mahitaji ya utalii wa kitaifa, kikanda na kimataifa. Ndugu waalikwa, kutokana na mazingira rafiki ya uwekezaji, takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya hoteli Zanzibar imeongezeka kutoka 620 mwaka 2020 hadi kufikia hoteli 980 mwaka 2025. Hadi ongezeko la watalii limekuwa kutoka watalii 260,644 mwaka 2020 hadi kufikia watalii 816,438 mwezi Novemba 25. Aidha, muda wa watalii kukaa nchini umeongezeka kutoka siku 7 hadi siku 8, jambo linalochangia kuongezeka kwa mapato yatokanayo na sekta ya utalii hadi kufikia dola milioni 675 kwa mwaka 2020, lakini kwa sasa dola za Kimarekani zimefikia bilioni 1.2 mwaka 24. Ni matumaini yetu kwamba kwa takwimu za mwaka 25 idadi hii itaendelea kuongezeka. Ndugu waalikwa, maendeleo yasiyo na uhifadhi ni hatari na uhifadhi usio na maendeleo ni changamoto. Hivyo maendeleo ya kiuchumi ya uhifadhi wa urithi wa mji mkongwe ni lazima yaende sambamba, na majengo ya kale ni utambulisho wa Zanzibar na chanzo muhimu cha utalii wa urithi. Hivyo basi, wawekezaji, wamiliki wa majengo na taasisi za serikali wanapaswa kuzingatia sheria na miongozo ya uhifadhi ili kulinda urithi kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Leo hii sekta ya utalii inawezesha vijana kupata ajira, kuwainua kiuchumi pamoja na kukuza sifa ya Zanzibar kimataifa. Hoteli ya Fort View ni mfano wa wazi wa jinsi mapinduzi ya 64 yalivyoweka misingi ya uwekezaji jumuishi unaowanufaisha wananchi na mwananchi mmoja mmoja. Ndugu waalikwa, kabla sijamalizia hotuba yangu, napenda nichukue fursa hii kumpongeza kwa dhati tena Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuendelea kutupa miongozo ambayo inalenga kuwasaidia wananchi kote nchini. Kwa Wizara ya Vijana, Ajira na Uwekezaji na Uwezeshaji, naomba nitumie fursa hii pia kuwapa salamu vijana kote nchini kwamba tukiwa tunaendelea kushajihisha wawekezaji mbalimbali kuwekeza nchini, hasa katika sekta ya kitalii, ni jukumu la wizara ninayoisimamia kuhakikisha waajiriwa namba 1 ni vijana wa Kizanzibari. Kwa hiyo kauli hii naitoa nikiwa ndani ya mji mkongwe. Wizara yangu itahakikisha inapita katika maeneo yote ambayo yanatoa fursa kwa vijana wetu wa Kizanzibari. Tutayahakiki na tutajiridhisha kwamba vijana wanaofanya kazi katika maeneo hayo 90% kama sio 100 ni lazima watoke Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, uzinduzi wa mradi wa hoteli hii ya Fort View Stone Town Luxury Accommodation ni mfano bora wa mafanikio ya maono ya Mheshimiwa Rais wetu katika kuwajali na kuwakaribisha na kuwawezesha wanadiaspora kurudi nyumbani na kuwekeza katika miradi hii ya kimkakati ya kitaifa ambayo ni chapa ya taifa letu, na hususan katika sekta ya utalii na urithi wa mambo ya kale. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa hoteli ya Fort View Stone Town Accommodation
pamoja umesanifiwa katika mtindo wa hali ya juu unaofuata viwango vikubwa na masharti ya uhifadhi ya Mji Mkongwe ya Shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO. Kabla ya ukarabati huu na kutokana na umri wake wa zaidi wa miaka 120, jengo hili la kifamilia lilikuwa tayari katika hali mbaya na hasa katika uimara wake. Pamoja na mashirikiano na wakandarasi na uongozi wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji wa Mji Mkongwe, jengo hili sasa, na bila kubadilisha haiba yake ya kiuasilia, limegeuzwa kiuhandisi na kuwa nyumba ya makazi ya kiutalii, yaani accommodation apartments. Jengo hili lina vyumba vya mtindo wa apartments kama 6. Kila apartment itakuwa na uwezo wa kuchukua wageni 4 hadi 6. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukarabati huu kwa kuanzia tayari umegharimu familia ya ndugu Bash Balambia kiasi cha dola za Kimarekani kama $800,000 au sawa na shilingi za Tanzania bilioni 2.5. Awamu ya kwanza ya ujenzi huu, kama leo ulivyoshuhudia Mheshimiwa mgeni rasmi, imekamilika na kama unavyoona tayari imeanza kutoa huduma. Eneo la chini ambalo hivi sasa lipo katika hatua ya mwisho ya kuwa mkahawa na galeria ya vitu vya sanaa na makumbusho kama ulivyoona Mheshimiwa mgeni rasmi, na gallery na ua la makumbusho haya yanatarajiwa kumalizika kabla ya Pasaka ya mwaka ujao 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni ishara iliyo wazi ya mafanikio ya utekelezaji wa mikakati hii ya kimaendeleo ya kuiinua sekta yetu ya utalii na urithi wa mambo ya kale, lakini pia ni katika utekelezaji wa dira, dhamira, maono na busara za Mheshimiwa Rais wetu mpendwa za kuleta mageuzi makubwa katika sekta hii ya utalii na urithi wa mambo ya kale na kuhifadhi Mji Mkongwe, ambapo majengo yake mengi yapo katika hali mbaya ya kuanguka na yanahitaji ukarabati wa gharama kubwa ya mabilioni ya shilingi kwa kila jengo kwa wastani. Kwa hivyo hatuna budi kuendelea na wadau wetu wa sekta binafsi na wadau wa maendeleo kuhakikisha kwamba mji wetu Mkongwe unasalimika na kuendelea kuwa haiba ya mji hai ulimwenguni. Na katika kufikia azma hiyo ya kuiokoa na kuyaendeleza majengo ya Mji Mkongwe yaliyo katika hali mbaya sana, sambamba na utekelezaji wa vipaumbele vyetu vya mageuzi katika sekta ya urithi wa mambo ya kale, Wizara ya Utalii tayari inashirikiana kwa pamoja na wadau wote wa maendeleo wakiwemo sekta binafsi, shirika la UNESCO, mataifa au nchi marafiki, jumuiya mbalimbali za ndani na nje ya nchi, za non-government organization au NGOs na wadau wengine mbalimbali ambao kwa kiasi kikubwa wamekuwa nasi katika kuhifadhi na kuendeleza mji wetu wa urithi wa kimataifa, Mji Mkongwe.